Ligi ya wanawake Tanzania Bara imeingia rasmi kwenye mapumziko ya takriban siku 30 kufuatia kukamilika kwa michezo ya mzunguko wa kwanza wa msimu. Kwa upande wa Fountain Gate Princess, timu ilihitimisha mechi yake ya 11 ya mzunguko wa kwanza kwa kucheza ugenini mkoani Lindi. Safari hiyo iliwaona wakikabiliana na wenyeji katika uwanja mgumu wa Majaliwa uliopo Ruangwa, Lindi, wakiwa na lengo la kusaka ushindi. Hata hivyo, mchezo haukuwa mwepesi kwa pande zote mbili, jambo lililopelekea pambano hilo kumalizika kwa matokeo ya sare ya bila kufungana baada ya dakika 90. Baada ya kumalizika kwa mchezo huo, kikosi kilirejea kambini Dodoma, ambapo management ya klabu ilitoa mapumziko ya siku 10 kwa wachezaji. Katika kipindi hicho, wachezaji walipewa ruhusa ya kwenda kuwatembelea ndugu, jamaa na marafiki kwa kuzingatia sharti la kurejea kambini kwa wakati kulingana na ratiba ya maandalizi iliyopangwa. Hadi ligi inapoingia mapumzikoni, Princess imefanikiwa kukusanya jumla ya alama 17 baada ya kushinda mechi 5, sare katika mechi 2 na kupoteza mechi 4. Matokeo hayo yameiweka timu katika nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi. Ingawa haikuwa malengo yetu kumaliza mzunguko wa kwanza tukiwa katika nafasi hiyo, hali hii inaonyesha wazi dhamira na uwezo wa timu kupambana. Tuna imani kubwa kuwa kupitia maandalizi ya mapumziko haya, Fountain Gate Princess itaendelea kuboresha kiwango chake na hatimaye kufanikisha lengo la kumaliza msimu huu ikiwa miongoni mwa timu 4 bora za ligi ya wanawake Tanzania Bara. Mapema wiki hii, shule ya Fountain Gate Dodoma High School ilifanya majaribio ya kisayansi kwa wanafunzi wa kidato cha 6, ikiwa ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa masomo yao ya vitendo. Katika majaribio hayo, wanafunzi walipata fursa ya kufanya majaribio kwa vitendo kwa kugawanya na kutambua sehemu mbalimbali za mwili wa chura, jambo lililowawezesha kuelewa kwa kina yale wanayojifunza darasani. Kila mwanafunzi alishiriki kikamilifu kulingana na sehemu yake chini ya uangalizi wa walimu waliobobea katika fani husika. Majaribio haya yaliwawezesha wanafunzi kuunganisha nadharia na vitendo, hivyo kuongeza uelewa, umahiri na kujiamini katika masomo ya sayansi. Walimu walihakikisha kuwa kila hatua inafanyika kwa usalama na kwa kuzingatia viwango vya kitaaluma. Ubora wa majengo pamoja na upatikanaji wa vifaa vya kisasa katika maabara za shule zetu vimeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora ya vitendo sambamba na maarifa wanayoyapata darasani. Katika shule ya Fountain Gate, jinsia zote zipo mstari wa mbele katika kufanikisha ndoto zao kwa kupewa mazingira salama, rafiki na yanayochochea kujifunza. Karibu Fountain Gate, mahali ambapo vipaji, maarifa na hekima vinazalishwa, kujengwa na kusimamiwa kwa uhakika na usalama. Mapema wiki hii, mafunzo ya soka kwa watoto yaliendelea kwa mafanikio makubwa katika dimba la Fountain Gate Arena, ambapo mabingwa wa baadaye wa soka wanaandaliwa kwa ustadi na umakini wa hali ya juu. Mbali na uwepo wa walimu bora na wenye uzoefu wanaoendesha mafunzo haya kwa weledi mkubwa, miundombinu imara ya viwanja imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha watoto wetu wanapata mazingira sahihi, salama na rafiki kwa ukuaji wa vipaji vyao vya soka. Mafunzo haya yanawahusisha watoto kuanzia chini ya umri wa miaka 2 hadi miaka 12, huku usimamizi wake ukiwa wa kiwango cha juu kabisa unaozingatia usalama, malezi na maendeleo ya mtoto kwa ujumla. Wazazi na walezi wa watoto wanaoshiriki katika programu hii walipata nafasi ya kutoa maoni yao chanya kuhusu mafunzo haya, wakieleza kuridhishwa kwao na namna programu hii inavyojenga msingi mzuri wa michezo, nidhamu na kujiamini kwa watoto wao. Kwa majina naitwa Raymond Mgaya,
Mimi ni mzazi wa Lista Raymond Mgaya. Kijana wangu yuko hapa Fountain kwenye hii program ya vijana. Yeye yuko chini ya miaka 7. Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru Fountain kwa kuanzisha utaratibu wa kuwa na train ya watoto hapa. Kwanza kabisa ambacho nashukuru ingine ni kwamba naona mmezingatia sana, kwa sababu mmewaweka walimu ambao wana qualifications za kufundisha watoto. Pia nashukuru kwa sababu mimi mwanangu hapa alianza mwaka jana. Nikiangalia jinsi alivyokuja na mpaka sasa, naona kidogo kuna mabadiliko ambayo nayaona, kwa sababu naona anapita kwenye misingi mizuri ya ufundishaji wa mpira. Pia kingine ambacho kinanifurahisha hapa ni ule utaratibu wa kuwa kuna mashindano ambapo watoto wanakwenda kushiriki. Kwa mfano kama mwaka jana walikwenda kushiriki kwenye mashindano ya Kids Tournament ambayo yalifanyikia kule Arusha. Yale mashindano yanasaidia sana kuwapa watoto kujiamini na pia yanawajenga katika ushindani. Mimi kwa jina naitwa Crispin Magige Ria Kitimbo. Ni mzazi wa vijana wawili, Malcolm Magige na Jedrick Magige, ambapo Malcolm yeye yuko kategori ya under 11 na Jedrick yuko kategori ya under 9. Kwa hiyo kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza sana Fountain kwa ajili ya programu hii ya kukuza vipaji vya watoto hususan katika mpira wa miguu, ambapo kimsingi nimeweza kuona mabadiliko na maendeleo makubwa sana kwa watoto. Tumekuwa tukipata fursa za kuweza kuona namna ambavyo wanafundishwa kupitia walimu ambao kwa kujiridhisha kabisa kuona walimu ambao wana vigezo ambavyo vinastahiki katika kuwafundisha watoto, lakini tumeweza kuona maendeleo ya watoto yakibadilika kadri ambavyo siku zinakuwa zinasogea. Mimi watoto wangu walianza tangia wakiwa na miaka 5 hapa, wakawa wanafanya mazoezi, wanacheza mechi za kimashindano katika maeneo mbalimbali mpaka wanakuwa kutoka kategori moja kwenda kategori nyingine, mpaka sasa hivi mmoja yuko kwenye under 9 kama nilivyoongea na mwingine yuko under 11. Kwa hiyo niwapongeze sana Fountain kwa sababu wamekuwa na program nzuri. Tumekuwa tukishiriki mashindano ya aina mbalimbali, na hii ni ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa maana ya kuwapa sasa uzoefu watoto ili waweze kukutana na wachezaji wenzao vijana wa aina mbalimbali katika mikoa na nchi tofauti tofauti. Huu ndio wakati wako sasa wa kumleta mwanao apate mafunzo haya ya soka kwetu, mahali ambapo kipaji kinagunduliwa, ndoto zinalindwa na kujengwa, na ndipo msingi wa taifa la kesho unaandaliwa. Ni muhimu kukumbuka kuwa mafunzo haya yanatolewa kwa watoto wote, wakiwemo wale ambao hawasomi katika shule za Fountain Gate Tanzania. Fountain Gate, tunajenga vipaji, tunalea ndoto.